أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuzao katika imani, kwa hakika siku ya leo tutakuwa, kabla tujaenda katika maudhui yetu ya leo, jikumbushe kwamba katika juma lililopita tulikuwa na maudhui yenye unwani al-mujtama la yadfa'uni li fi'li at-ta'at, kwamba al-mujtama la yadfa'ni li fi'li at-ta'at, kwamba jamii hainisupport, hainipi msukumo wa kufanya mambo ya kheri, kwa maana kwamba jamii imeharibika. Na kama unavyojua jamii ina nguvu yake, na hapo ndipo alisema msemaji, albi'atu sultani, mazingira ni mtawala. Mazingira ni mtawala kiasi kwamba illa mtughayyiruha ghayyaratka, usipoweza kuyabadilisha mazingira yatakubadilisha, sababu kuna mambo ambayo unataka utaki yatakuchukua. Ndio hapo Uislamu ukasisitiza sana Uislamu kuchagua sehemu ambayo Uislamu una nguvu, au kwa uchache uchague kuishi sehemu ambayo inakupa uhuru na uwezekano wa kutekeleza dini yako, kwa sababu kama mwanadamu ana rasilimali ambayo anaimiliki yenye kumpatia faida ya pekee ni dini yake. Kwa hiyo sababu yoyote inayoweza kuifanya dini yako iwe duni, hiyo sababu ni kuiepuka, kwa sababu dini itakapokuwa duni utapata hasara isiyokuwa na mfano. Sasa somo hili linatuelekeza kwamba ni malalamiko, limekuja katika namna ya malalamiko kwamba mazingira, uhalisia hausapoti kufanya kheri ya mambo ya taa. Ni kana kwamba anauliza nifanye nini katika mazingira kama hayo, kama hayaniungi mkono, hayanisapoti, hayanipi msukumo wa kufanya kheri. Nikiangalia hivi naona uovu fulani, nikiangalia hivi naona watu wanaacha kheri, nikiangalia hali inanipelekea kwamba nisiweze kupata sapoti ya mambo ya taa. Sasa niishije katika jamii kama hiyo? Ndio tukaona kwamba katika somo hilo kwamba jamii imebadilika sana kiasi kwamba katika baadhi ya jamii ya wanajamii imeenea kwao uongo na hili halina siri katika zama tunazoishi. Kusema ukweli, uongo ni kitu cha kawaida sana ambavyo
ukiusoma uongo ukauangalia namna ulivyokemewa, namna ulivyotafsiriwa katika Uislamu, kiasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuulizwa kwamba je, muumini anaweza kuiba? Akasema ndio. Na ndio maana amewekewa adhabu, kwamba adhabu hii akiiba imfikie. Na kweli waliiba watu mpaka zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba waliiba na walikata mikono. Akauliza, muumini anaweza kuzini? Akasema ndio, muumini anaweza kuzini. Sababu na hayo nayabainisha mara kwa mara, watu wengi katika mambo ambayo wanachezea. Yani ukiingia katika mazingira mabovu bila kuyaepuka, hata uwe na imani ambayo inadhihirika kwenye uso wako, licha ya ndani ya moyo wako, pengine uso wako, matendo yako, taratibu zako za kiimani, wallahi ukiingia katika shubha utaharibikiwa. Kwa sababu tunaposema hivyo, walizini mpaka masahaba. Unaonaje mtu ambaye alizini lakini akaenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajipeleka akasema, ya Rasulullah, nimeangamia, nimezini, nitwahirishe ya Rasulullah. Fikiri alikuwa na imani ya kawaida, nitwahirishe, nimezini. Tumesoma akasema, nenda urudi. Kwa mwanamke karudi, kapata ujauzito, akasema, Rasulullah, nimezini na nimepata ujauzito kutokana na zina. Tumesema akamwambia, nenda ulee mimba mpaka ujifungue. Yule akarudi akaenda akalea mimba mpaka ajifungua. Sema, Rasulullah, tayari nimeshajifungua, nitwahirishe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nenda kwanza mnyonyeshe mtoto mpaka akue. Yule akarudi akamnyonyesha mtoto mpaka mtoto akafanyaje? Akakua. Akaja naye mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kipande cha mkate, akasema, Rasulullah, mtoto tayari amekuwa huyu na anaweza kula mkate. Akampa kipande cha mkate akala, akamwona Mtume sallallahu mbele yake, ya Rasulullah, naomba unitwahirishe, nimezini. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaona sasa hakuna namna, sheria ya Allah kweli mtu amedhamia. Ina maana kumrudisha, alikuwa anamrudisha mara kwa mara kwa kwamba labda naweza kutumia mbele yake na Allah basi, lakini yule mama akasema, bana ya Rasulullah, nitwahirishe. Kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ametekeleza jambo la kumtahirisha kwa kumrajimu kwa mawe. Wakati anarajimiwa, mtu mmoja akatoka maneno ya kumsema vibaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiseme hivyo, huyu mama imani yake sio kawaida. Toba aliyotoa ikigawiwa watu wa Madina wote itawaenea. Toba sio kawaida. Mtu anajileta mara zote hizo, anajua kwamba anarajimiwa mawe kwa sababu ni mtu ameshaolewa. Adhabu yake ni kupigwa mawe mpaka afa, lakini yuko tayari ili atahirike. Huyu ina maana alikuwa sio mtu wa imani ya kubabaisha, alikuwa na imani kweli. Lakini unapoingia katika mazingira mabovu unaharibikiwa. Ndio utaona hekima ya Uislamu. Katika Uislamu hutokuta ndani ya Qur'an kwamba wala tazinu, msizini. La, Allah ametuweka wala takrabu zina, msikaribie zina. Ina maana anachokieleza Allah ni kinga. Hakataza dhambi yenyewe moja kwa moja, yenyewe alitengeneza kinga, usikurumie zina, kwa maana kwamba uwe mbali, uwe mazingira salama, kwa sababu ukiingia kwenye maeneo ya hatari utaharibikiwa. Maeneo yako kama kukaa faragha na wanawake sio maharimu zako, kama kuwa na mazoea yasiyokuwa ya msingi na wanawake ambao sio maharimu zako, kama kuwa na mawasiliano yasiyokuwa na mipaka na wanawake, kama na vitu vingine mfano wake. Wanaume alivyoumbwa, Allah anasema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Wanaume alivyoumbwa wamepambiwa kuwa na matamanio ya wanawake, ni asili ya maumbile. Sasa nini upone? Lazima uwe katika msingi. Kwa hiyo ndio maana Mtume SAW aliposema mume anaweza kuzini, akasema ndio. Haina maana kwamba aliruhusu zina ni halali, la, ni kabira min kabairi dhunub, ni katika dhambi kubwa ambayo
ambayo inamwajibishia mtu kupata hadi katika maisha ya dunia, tena hadi mbaya kabisa mpaka kufikia kuondoa roho yake, kwa sababu imekuja katika hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yahilu damu muslimin illa bi ihda thalatha, sio halali damu ya mtu Muislamu kumwagika isipokuwa kwa njia moja hapo kati ya njia tatu. Ina maana damu ya Muislamu ina thamani kubwa sana, mpaka ilifikia wakati katika hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, damu ya Muislamu ni nzito mbele ya Allah kuliko unavyofikiria, kiasi cha kwamba wakazi wote wanaokaa katika ardhi wote na wakazi wa mbinguni wote, kama watashirikiana kufanya njama za kumuua muumini mmoja, wote Allah atawaingiza motoni na hatojali. Hadithi sahihi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo uzito wa damu ya Muislamu kama sio kitu cha kawaida, yani atawadhibu kwa kosa hilo, hatojali Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia, ameruhusiwa damu yake kumwagika. Kitu cha kwanza nini? Thayyibu zani, mwanaume au mwanamke aliyeoa au kuolewa akizini, taratibu zikamilika za kisheria, Uislamu na ruhusu kumpiga mawe mpaka akafa, kama hadi ya kumtahirisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uchafu wa zina. Lakini pamoja na hayo, mtu anamuita, je, muumini anaweza kuzini? Akasema ndio. Lakini alipoulizwa, je, muumini anaweza kusema uongo? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la, muumini anaweza kusema uongo. Hapo ndipo utaona uongo kwamba sio kitu cha kawaida. Uislamu, uongo ni jambo la hatari sana. Lazima tujifunze na kufanya mazoezi, kwa sababu jamii tuliyoishi, mazingira tuliyoishi, hali tunazoishi nazo zinapelekea kusema kuona kitu cha uongo ni cha kawaida kutokana na machafuko yaliyokuwa. Lakini hapana, lazima tujenge utaratibu wa kujinasua katika huu mtego mchafu wa shetani na nafsi, kwa sababu uongo ni kitu kibaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na katika Uislamu uongo umechukiwa sana. Lakini sasa hivi ni jambo la kawaida. Mtu yuko Mleba, ni jambo la kawaida kumpigia simu kwamba uko Mleba, kwambia sasa hivi niko Bukoba, au akwambia kitu kile chochote kile. Kwa kweli tuna haja ya kitu. Lakini pia katika jamii kumeenea kwenda kinyume na ahadi. Mtu anaahidi kitu baadaye akiacha. Lakini vile kukata udugu, jambo la kawaida sasa hivi. Mtu kumtenga baba yake, kumtenga mama yake, kumtenga mtoto wake, kutenga ndugu yake, kutenga nani, yani madi mtu anaona jambo la kawaida. Sema mimi huyu nilishamaliza, tutaonana mbele ya Mwenyezi Mungu. Jamani, nani kakwambia kukata udugu? Ni jambo kubwa sana, tutakupelekea kuangamia. Lazima tufike wakati tusamehe baadhi ya mambo. Lazima tufike wakati hasira zetu ziwe na mipaka. Sio unamfungia mpaka wakati mwingine baba yako, wakati mwingine mama yako, wakati mwingine ndugu yako. Naona. Kwa hiyo sasa mambo ya kawaida sasa hivi sana. Naona mtu kabisa wala hana mpango, mpaka mwingine afika kukata roho, hali ya kwa mtu amejikaza, hayuko tayari kukutana naye. Jambo hili linaleta maangamivu katika familia na kwa jamii kwa ujumla. Haya mambo yameenea. Lakini pia kuwafanyia ubaya wazazi ni mambo yapo katika jamii zetu. Kutojali haki za wazazi, kutowatendea haki zao, kutowafanyia wema ulioamrishwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia jambo jingine kama limo katika jamii, kufanya uzembe wa kutotekeleza ibada zilizoamrishwa, lakini pia kutojiepusha na mambo ya shubha. Yani jambo likiingia shubha kidogo, likiingia utata, mtu akawa kupata nasu ya moja kwa moja kumzuia, nasema hili nionyesha aya kwenye Qur'ani, wapi nimezuiliwa, nionyesha hadithi kutoka Mtume, nimezuiliwa, anafanya tu. Lakini hapana, kuna kaida ya ujumla, kuna kanuni ya ujumla. Tunaambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayin wa innal harama bayin, halali iko wazi na haramu iko wazi. Sasa kati ya halali na haramu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa bainahuma umuru mushtabihat. Kati ya halali na haramu kuna mambo ya
maelekezo ya kuyaharamisha, lakini hayakubaliki kisheria kutokana na istimbati za kisheria ambazo zinaonekana pengine matokeo ya matendo hayo ni yapi, yana athari gani ya mtu binafsi au ya kijamii. Sasa mizani ile huyapima mbaya kuona kwamba hapana, kwa sababu dini ya Kiislamu imekuja ina makusudio yake, yametajwa wazi yake. Sasa inapokuta makusudio yale yameingiliwa na kitendo hicho, pengine yameharibiwa, pengine yametiwa katika utata, jambo hilo linakatazwa. Sasa mtu asije akasema mbona hakuna aya wala hadithi. Inapokuta jambo kama hilo, kwa mfano mzuri ni kitu kinaitwa uvutaji wa sigara. Kuna watu wengi wanacheza na sigara, lakini wanasema kwamba hakuna aya wala hadithi inayoharamisha. Lakini tunasema sigara ina matokeo gani? Kwanza ina faida gani ya mtu kwamba anavuta sigara? Kuna faida anaipata. Kwa pengine wanampima hospitali, wasema wewe kwa ulivyo afya yako, lishe yako, lazima uvute sigara ili ongeze lishe. Hakuna kitu cha namna. Lakini tunaweza kuwa na njaa kwamba atavuta sigara shida. Lakini pia mtu hawezi kuvuta sigara labda akapata faida yoyote ile tofauti na hasara. Hili jambo la pili, matokeo yake ina madhara makubwa kwa mvutaji mwenyewe, lakini hata kwa wengine watakaokuwa wako karibu na yeye, ambayo yako wazi kabisa madhara yake ya kiafya. Sheria ikija katika swala kama hilo, japo hakuna hadithi hata moja inayozungumzia sigara, kwa sababu zama za Mtume haikuwepo, wala kuna mtu aliyevuta sigara wala haijulikana. Kwa hiyo likawa lipo limeachwa, hana maana kumtaja. Sasa wakati wa vipimo vinasema ni haram, haifai, lakini haina uwazi kwa kwamba imekuja moja kwa moja halali au haramu. Na baadhi wakaita kwamba ni makruh, wengine akadadia ndio hilo makruh, wakasema ni makruh sio haramu, kwa hivyo wakavuta bila shida. Sasa ikija jambo kama hilo liko katika utata, ndio Bwana Mtume akasema man ittaka shubhat faqad istabra lidini wa irdi, atakayeogopa na kuepuka ile shubha, mambo ya shubha, mambo yenye utata, atakayeepuka kajiweka mbali naye, faqad istabra lidini wa irdi, huyo atakuwa ametakasa dini yake na heshima yake, ametakata kabisa, amesafika, amepona, amesalimika. Waman waqa fi shubha waqa fi alharam, lakini yule atakayedumbukia kwenye mambo yenye utata, huyo atadumbukia kwenye haramu. Kwa hiyo shubha ni mambo ambayo kwa zama hizi ni mambo ya kawaida, watu wanaendea tu bila shida. Kwa nini? Kwa sababu ni hadithi wala aya za kuzuia moja kwa moja. Kwa hiyo katika zama kama hizi ndio hali iliyopo, lakini pia watu wana katika mashindano makubwa katika dunia yao, kiasi cha kwamba watu wamefika kufanyana wadui, baadhi yao kuwafanyia wadui wengine kwa sababu ya dunia. Mtu yuko tayari kwa sababu amemwambia fulani amuuzie ng'ombe akakataa, au pengine akamuuzia mwingine yeye asimuuzie, au amemwambia mwazime kitu fulani au kadha kadha. Sasa kitendo cha kutomfanyia kitu hicho akatoa nongwa kabisa, ikawa ni chuki na wadui na kadha, kwa sababu ya dunia. Dunia ni kitu gani ndugu zangu? Dunia ni mali mbovu, dunia ni kitu duni. Na wanasema wanachuoni kwamba neno dunia asili yake ni neno la Kiarabu. Kiswahili kimeazima kwenye Kiarabu, lakini dunia asili yake ni Kiarabu. Wama sumiya dunia illa liannahu lidanaati, haikuitwa dunia isipokuwa ni kutokana na uduni wake, ni kitu duni. Dunia ni kitu duni, tumo tunaishi ndani yake, tunatumia vitu vyake. Lakini tafsiri nzuri ya dunia ameielezea mwana wa chuoni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akasema inahitaji kwa muumini dunia hii aichukue kwa mfano anavyochukulia choo. Kwa kawaida vyovyote itakavyokuwa, hata ujenge nyumba safi vipi, hata ufanyeje, utakuwa na mahitaji ya kutumia choo. Lakini swala kujiuliza, je, chooni ni mahala pazuri pa mtu kwenda kustareheka, akala akanywa akapumzika akalala? Ni kweli? Hapana. Ni sehemu ambayo unakwenda kwa kulazimika, kwa dharura.
dharura ikifika lazima utaenda, hakuna namna, na bila kwenda itakuwa matatizo, lakini unakwenda kwa dharura kisha kutoka. Kadhalika dunia tuichukue hivyo. Haiwezekani muumini wa kweli kumchukia mtu kwa sababu ya dunia. Utakuwa na kasoro kubwa sana. Hiki ni kitu kidogo mno, na hivyo tutakuongea maneno kama haya huenda mtu lisingie kwenye akili yake, lakini utakapochunguza kwa undani ukaiangalia dunia hii ilivyokaa, wangapi imewatupa, wangapi imewaacha, wangapi imewafedhesha, wangapi imewaaibisha, baada ya kuwa imejipamba vizuri mbele yao, lakini baadaye ikawaaibisha na kuwafedhesha na kuwadhalilisha kupita unavyoweza kuangalia. Lakini wengine imewatupa mkono wakiwa katika matumaini makubwa nayo. Kwa hiyo inabaki ni kitu kipo tu. Kwa mtu anayeshika kwa kukumbatia na mikono miwili ni mtu akuhurumia na kumwombea kwa Allah, kwa maskini amfungue moyo wake juu ya dunia. Kwa hiyo sasa hali ilivyo, waipatikana maduati ila dunia, walinganishwa kulingania watu kwenye dunia kiasi cha kwamba dawa imekolea. Watu wanaita watu na kuwapambia na kuwatengenezea matumaini na kufanya mpaka watu wamechemka. Ukiangalia huko walio kule katika mataifa yaliyo mbele kule, yanazidi kufanya kile liwezekanayo kuifanya dunia ionekane kitu cha thamani. Leo teknolojia za kila aina zinashindana kuvumbua vitu vya ajabu, vitu vya ambavyo kwa hakika havimo ndani ya akili ya kawaida ya mwanadamu, ambavyo vinazidi kuvumbuliwa na kupatikana katika dunia. Hayo yote ni kuitengeneza iwe kitu azizi katika nyoyo za watu. Lakini wapi, muumini wa kweli anatakiwa baki amezinduka kwamba dunia kwa kawaida ni kitu kitabaki kuwa duni. Hayo yote yapendeze, teknolojia zikue, vitu viweje, mwisho ni mmoja tu, kwamba hayo yote hayana uwezo kuzuia kifo kwa mwanadamu, na kifo ndio kikomo cha dunia. Lakini tutakaposoma Qur'ani tukufu, kasoma hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaona masafa ya umri huu, ukaona matatizo yake, majanga yake, mabala yake, uchafu wake, ni yote hayo ukayakuta kaweka hapa. Kisha ukaangalia hatima iliyo mbele, kisha ukaangalia maisha ya akhera yalivyo, kisha ukaangalia urefu wa maisha ya akhera, mazito yaliyo katika akhera. Hayatakupa sura na uelewa, ukajua kwamba hii dunia ni kitu cha kawaida. Kwa vile tutakapobadilisha rangi na kwa vile tutakapokuwa, inabaki ni kitu cha kawaida ambacho mtu atakiwa aichukue kwa dharura, isiwe ndio lengo lake. Mpaka tukafundishwa dua, tumuombe Allah asijalie dunia ndio hamu yetu kubwa kuliko chochote kile, bali iwe ni kitu cha dharura, na hapo ndipo tutaweza kupona. Kwa hiyo kutokana hilo watu wakashindana kwenye dunia yao, wakaghafilika kuhusiana na hali za akhera, na wakati kama huo ikawa ni hatari sana. Sasa katika zama kama hizo zilizojaa mambo mazito kama hayo, swali linakuja, niishije katika dunia hii, kwenye jamii iliyo katika hali kama hii? Swali jibu limekuja kwa aya moja kwa ufupi, tuseme kwamba pale aliposema Allah katika sura Al-An'am aya 90, ambapo anasema Allah, ulaika alladhina hada Allah, hao ndio ambao Allah ameongoza, yani hao mitume na manabii waliotajwa katika aya hiyo. Wametajwa makundi kwa makundi, lakini mwisho Allah anasema hao ndio ambao Allah amewaongoza, fabihudahu muqtadi. Kwa hivyo wafuate na waige kwa uongofu wao walioongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye aya hiyo ndio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia hawa mitume na manabii kwamba kutokana na uongofu waliongoka tuwafuate, na hivyo tutawajibika kuwafuata katika mazuri yale ambayo hayaendi kinyume na sheria yetu, kwa sababu kila umma umepewa sheria yake tofauti na umma mwingine. Ni baadhi ya umma chache zilizofanana, sheria zao hazikutofautika, lakini walio wengi, kila umma umepewa sheria yao kulingana na mazingira yao,
kulingana na hali yao na kulingana na tamaduni zao na uwepesi wao. Kwa hiyo utakuta kuna baadhi wamepewa sheria ngumu zaidi, wengine wamepewa wepesi, wengine kadha wa kadha. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kila umma una sheria zake zilizopewa, ingawa akida yao ni moja. Ndio hapo mitume wote katika mambo ya kiitikadi dawa yao ilikuwa ni moja tu, kuanzia kwa Nuh mpaka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuhusu sheria zimekuja tofauti. Kuna baadhi zilipokuwa zikiumma ukiondoka huo ikija anakuja mpya, wengine washirikiana katika baadhi ya mambo, wengine kadha. Sasa sisi sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuja kufuta nyingine zote, kwa maana imeboreshwa zaidi na nyingi kuziingiza humo ambazo hazifai kwa mazingira na kwa nyakati na kwa namna palivyo, zikawa zimebadilishwa, nyingine zikaondolewa, zikaweka zinazolingana na umma huu. Na hasa sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma wa kielimu, na ndio maana muujiza mkubwa wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni muujiza wa kielimu, Qur'an. Sisi tumeishi katika umma wa kielimu, ni umma ambao umekaa muda mrefu mpaka siku ya Kiyama, na hivyo kukutana na mambo mbalimbali. Na hili kama kusingekuwa jambo jingine lolote isipokuwa hili tu, lingetosha kumjulisha kila mwenye akili juu ya ukweli wa Uislamu kwamba sio dini ya kubabaisha. Kwa sababu nani angejua kipindi kile, wanaita wenyewe katika watu wa kisasa wanaita kwamba zilikuwa ni zama za giza, kwa misamiati yao watu hawa teknolojia za kisasa wanasema zilikuwa ni zama za giza. Kwa nini? Kwa sababu hakuwepo na ugunduzi wowote, watu wakiishi katika hali ya natural kabisa, yani kwa hali ya kienyeji ya kawaida kabisa ya asili. Hawana ugunduzi wa kisayansi, hawana nini. Kwa hiyo watu wanaishi katika hali ya kawaida kabisa. Lakini ikaja elimu iko katika msingi wa elimu, muujiza mkubwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni elimu. Na ndio maana tofauti na mitume wengine waliotangulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam haikupokelewa kwamba watu walimwamini kwa miujiza. Haikutokea. Miujiza yake ikuja ni kuthibitisha ukweli wake, lakini wengi walioiona waliipinga. Watu walisilimu kwa hoja na dalili za kielimu. Qur'an ni muujiza, na kila mtu atakapozidi kupata maarifa, kujua, ndipo atazidi kugundua ukubwa wa elimu yake. Kwa sababu mtu wa kawaida ataona haya maneno ni maneno tu, hataelewa. Lakini ukweli dunia inajua, hata sio kwa Uislamu wanajua Qur'an ni nini. Sababu kuna wataalamu wengi sana, wanasayansi wengi sana, na wengi wamesilimu hasa sababu baada ya kugundua yale mambo yaliyopatikana zama zile, karne ya 7, watu wanapata mambo ya ajabu ambayo leo hii karne hizi za 20 na ngapi hizi, karne ya 20 na ngapi hii 21, ambapo wanaona mambo yalivyo ni ajabu sana. Yani kile maana kiangalia wanajuza huyu Muhammad alijuaje maneno haya, lakini hapana, ni elimu ndio. Akasema wakana alladhi utitu, asema nabii wote alipewa miujiza yao, mimi muujiza niliyopewa ni wahi ambao ni ufunuo niliofunuliwa na Mola wangu, na nataraji nitakuwa na nafasi hiyo siku ya Kiyama. Hayo ndio maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mukhtasari kabisa. Mitume, kila mtume alipata muujiza wake ambao kupitia muujiza huo watu walimwamini. Akasema mimi muujiza wangu sio wa maajabu, wa kuisha aliyekufa, kufanyaje, ingawaje ipo alifanya muujiza mingi tu, lakini sio msingi wake wala wake. Akasema fakana alladhi utitu wahya auhahu Allah alayhi, mimi wahyi wangu ni muujiza wangu nilipewa, ni ufunuo niliofunuliwa na Mola wangu, na mimi nataraji kupitia ufunuo huu nitakuwa na nafasi wenye siku ya Kiyama. Kwa hiyo ni muujiza wa kielimu. Msingi wa elimu zote duniani, msingi wake ni Qur'ani, ambapo kabla mapinduzi yaliyopelekea mauaji makubwa sana
ya kuwaua wanachuoni na kuteka makao makuu ya ngome ya Kiislamu wakati ule na kupora vitabu vilivyokuwa na elimu na maarifa makubwa kuyapeleka Ulaya. Wazungu walikuwa hawana chochote, walikuwa ni bumbu wajinga wa mwisho, hawana chochote, walikuwa si wastaarabu, walikuwa watu wako nyuma sana. Ukiangalia historia ya wavumbuzi wa elimu zote zinazoendelea duniani, elimu za fizikia, elimu za kihesabu, elimu za biology, elimu zote ni Waislamu ndio wazungu. Watu walistaribika mbele, ndio watu walijua elimu mapema, wakaipeleka elimu kule katika nchi za Ulaya. Andalus ambayo ilikuwa nani sasa hivi ni Spain, Hispania, ndio ilikuwa makao makuu ya Uislamu, na hapo ndipo kulikuwa kumewekwa kuna maktaba kubwa za vitabu. Historia inaonyesha baada ya mapinduzi yale walitupa vitabu ndani ya baadhi ya mito, ilibadilika kwa miaka mingi maji yake yamebadilika rangi kutokana na vitabu vile, wino wake uliotupwa na kutoswa ndani ya mito ile ili kupoteza yale, kuchukua vile vitabu hapo wao watavitajia ili kupoteza kumbukumbu ile yote, wakavitosa ndani ya mito. Leo hii umma wa Kiislamu ndio nyuma kile, lakini wagunduzi wa kwanza mpaka wagunduzi wa operation, mpaka wagunduzi wa haya maradhi, kugundua maradhi na kadha kwa Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya wahi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio hapo tukaambiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wahi alikuja nao ndio ulikuwa ni muujiza mkubwa wa kielimu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuacha. Hivyo muujiza huo wa kielimu ndio ambao unatufunulia hakika ya dunia hii na kuhusiana na akhera, ambapo Uislamu anatakiwa wafuate, wajifunze, waelewe ili wapate fahamu kuhusiana na ukweli wa maisha yao, wanatoka wapi na wanakwenda wapi. Kwa hivyo kiufupi, ndugu zangu, bila kutoilisha muda, mambo ni mengi tuliyosoma katika juma lililopita, tulikuwa tukijikumbusha katika somo hilo. Leo tutakuwa na somo fupi sana ambalo litachukua muda, ambalo somo la leo linasema madha asnau ma ahli al-maasi. Mimi kama Muislamu naishi katika jamii yenye matatizo kama haya ambayo nimetangulia kusema. Uongo umekuwa mwingi, kuvunja ahadi umekuwa nyingi, watu wanashindana na dunia, watu hawana mpango na akhera yao, wametafilika kuhusiana na akhera. Kuna mtu kumwambia kuhusu akhera anakuona wewe ni mpumbavu wa mwisho. Kwa nini? Kwa sababu mtu asichokiwa na macho akiamini. Wengine wanasema kwamba mambo wewe Mungu wewe kumuona wapi? Mambo kama masuala kama yani kutia shaka, kutia misingi dini, kuitia shaka na kadha. Lakini ukishindwa kujua kwamba si kila chenye kuwepo kwamba lazima kionekane kwa macho. Kuna vitu vingi sana vipo lakini vionekane kwa macho, lakini tunaamini sote kwamba vipo. Hayo mambo ya msingi sana. Sasa watu kupitia hilo wameharibikiwa sana. Sasa nifanyeje? Ndio hapo tukaambiwa la tazaza an hidayatil khalq, usitetereke katika jambo la kutafuta uongofu wa watu kwa sababu ya kuona hali zao zilivyo. Wala ukathara al-inhidha, hata kama watu kuacha dini kutakuwa ni kwa kiasi kikubwa, japo watu kupinda kwa watu kutakuwa kumepita kiasi, japo watu wote wale wengi asilimia kubwa watakuwa wamepotoka, hilo lisikukatishe tamaa. Wala tayasu an sayri fi da'watika, usikate tamaa kutoenda katika da'wa yako. Fahum bihajatika, fahamu kwamba hum bihajatika, hao wanakuhitajia sana. Ima wanajua au hawajui, kwa sababu watu walio mbali na Allah kwa kawaida nyoyo zao hufika wakati zikazima kabisa, zikawa vipofu. Na ndio tunasema kosa la watu walio wengi, hutaka watu awakute anavyotaka, lakini watu apelekeshe kwa nguvu. Hapana,
wewe unatakiwa kujua hawa ni wagonjwa. Siku zote mtu anayemunguza mgonjwa hawezi akataka kumpeleka kwa nguvu. Ufika wakati mgonjwa unamhangaikia, unapika chakula, unafanyaje, unamwandalia, unamfikiria, akasema sikitaki. Jamani, unasema sitaki. Tena wakati mwingine anakuwa mpaka mkali. Anakuwa mkali kabisa, hataki chakula. Lakini umeshahangaika, maana pengine kwa unaweza kuwa umejikopesha, wakati mwingine umehangaika, umekiandaa. Sasa wakati huo hapahitaji uwe ni mtu mkali kuanza kumfokea umkaribie, kwanza utamkatisha tamaa. Kumbe unatakiwa wewe uanze kumbembeleza, kumwambia faida kwa nini yale, kwamba mgonjwa hataki kuwa kama mzima, lazima atakula hivyo hivyo, anatumia mnyama dawa makali, asipokula pengine atamletea madhara, mwili wake utazidi zaidi. Yaani umbembeleze, umradhibishe mpaka maneno yako yamuingie. Sasa alazimishe na penyewe huenda akachukua kidogo. Haiwezi kuwa unamkaribia. Fakadhalika hawa watu wanakuhitajia wewe, wala sio kati tamaa kwamba mimi nitafanyaje. Shauri zao waambie, wafundishe, warekebishe, waelekeze, wafungue akili. Wamefungwa. Mwanachuoni Ibn Qayyim aliandika kitabu kaita Ighathatul Lahfan an Makaid Shaytan, kumsaidia aliyezidiwa, aliyeelemewa kutokana na vitimbi vya shetani. Kuna mtu shetani ameshamfunga na kumkalia hasa kichwani. Sasa mtu anatakiwa apate msaada maalum kwa kumpa baadhi ya vidokezo, kumpa baadhi ya vionjo, kumpa, yani mtibu moyo wake kuanzia moja, kwa sababu huyu ameshaelemewa, ameshafungwa kamba za kutosha, hajielewi tena. Kwa hiyo huyu ana haja na wewe. Wa ayatan dauman, uwe na uhakika daima bi anna ahli al-maasi adhillatu muhitan bihim, kwamba watu wa maasi udhalili umewazunguka, wamezingirwa na udhalili. Walau tadhaharu bil'izzati, hata kama watajidhihirisha kwa utukufu, pengine wanavaa mavazi ya gari, wanaendesha vipandwa vya hali ya juu sana vya kifahari, wanaishi katika majumba ya kifahari, wanatumia matumizi ya ghali, lakini methali ni ahli maasi. Utakapopiga jicho la ndani kabisa ukawachunguza, kwanza udhalili unakumbani, utauona. Kumbuka kipindi cha nyuma alikuwepo bwana mmoja aliyezaliwa kijijini kabisa, ndani kabisa, lakini Allah akawa anamjalia amesoma, akashinda vizuri. Miaka ya nyuma kidogo wasome alikuwa sio wengi Tanzania yetu, na alikuwa ni wachache wazuri ambao walikuwa wanaweza kufikia viwango vizuri vya elimu. Kapata ajira nzuri, kawa na uwezo mzuri sana, ajira ambayo ilikuwa ameajiriwa hasa moja kwa moja wizarani, lakini ametoka kijijini ndani. Kwa hiyo alikuwa katika rank za juu katika sekta alikuwa ameajiriwa, kajaliwa kuwa na uwezo. Sasa alipokuwa akija, inakuwa kwake ni kama sherehe, manake watu wanakusanyika sehemu fulani. Amefika, ana pesa, na nafasi yake imetoka juu kule ambapo watu hawajawahi kufika. Kuna mtu alikuwa anasikia kwa msikio anazaliwa mpaka anakufajawahi kufika huko, anakufanyia kazi Dar es Salaam watu. Sasa akija hapo, hiyo inakuwa kama sherehe hasa, kama ni mwezi, kama ni wiki mbili, kama ni wakati gani. Sasa la kushangaza, watu wanakuja kumtembelea, wageni kutoka hata maeneo ya wilaya za jirani, sababu wanamjua ni mtu gani, nafasi yake alionayo, alivyo ni mtu yuko mbele. Sio kama sasa hivi, miaka hii ilikuwa ni miaka ya nyuma kidogo, lakini kilichotokea, watu akija kumtembelea anaandalia pombe, wanakunywa, wanafurahi, wanaburudika mwanzo, lakini wakifika mwisho ulevi ukakolea. Sasa huyu mwenyeji wao sana jeuri, ana pesa, ana cheo, si anaweza kupiga wale walikuja kutembelea, wengine wapiga kutoka na ngeu. Kaona huu ni udhalili kiasi gani? Yani mtu na akili zake, mtu alikuja amefunga sababu kutoka mbali kutembelea, lakini nalewa unampiga na anatoka na ngeu, nina ndio amevimba kabisa, tena kwa matusi na dharau. Sasa unaona mtu kutoka
asili ya binadamu anakwenda katika uhayawani. Kuna yani ukijiuliza kuna ihsani gani? Mtu amekuheshimu, ametoka huko, amekuja kufuata, ametoka amejua kwako umekuja, anakuja ili muongee, mfurahi na wewe mkaribishe, mle mnywe au muangane vizuri, lakini wallahi kwa sio hivyo. Hii ni moja kuonyesha kwamba watu wa maasi udhalili mazingira. Kesho mtu pombe kimshia na kwa hiyo kwamba tokea mkatao wanaanza kusikitika. Lakini huyu kama ni kuvimba kama vimba au anangeo uso umepasuka au jicho limevimba au jicho jekundu damu imevujia kwenye jicho, kesho yake mtu anaweza kisa kiongea haieleweki, ni matatizo tu. Hilo nikaliona. Lakini kingine mtu na heshima zake, nakuta mtu ni mheshimiwa kama mzima, lakini akichafunga kalewa huyu anakojoa kama mtoto mdogo, mkoja na mzee. Sasa unaangalia mtu mzima na akili zake na cheo chake na heshima yake, lakini nini anachotumia. Kwa hiyo maasi yanakudhalilisha mengi utakuta kila ukienda katika kila aina ya maasi yani. Kwa hiyo ahli maasi wamezungukwa na udhalili, hata kama tadhihirika kwa heshima na izza na utukufu, lakini udhalili umewazingira. Na hayo Allah ameyasema wazi katika Qur'an tukufu katika sura al-A'raf aya 152, anasema Allah akisimulia kuhusu watu wa Musa, lakini hii aya inaenea kwa watu wanaofanya maasi. Anasema innal ladhina ittakhadhu al-ijla sanalum ghadabun min rabbihim madhilatun fil hayati dunya, hakika wale walioabudu ndama udhalili utawapata katika maisha ya dunia, manake itapata ghadhabu kutoka kwa Mola wao na udhalili katika maisha ya dunia. Wakadhalika najzi al-muftarin, hivyo ndivyo tunavyowalipa wanaozua. Kwa maana kwamba hawatu walipoabudu ndama wakamwasi Allah kwa ushirikina kumwabudu ndama, Allah subhanahu wa ta'ala akawahalalishia hasira yake na ghadhabu yake, lakini pia na udhalili katika maisha ya dunia. Ndio hapo utaona athari ya maasi kwamba sio kitu kidogo. Maasi athari yake ni mbaya sana. Miongoni mwa athari ya maasi ni kumwondolea mtu utukufu katika uso wake na kumvalisha vazi la udhalili. Kwa itakavyokuwa tu maasi ya mtu yameletea udhalili na nuru ya izza inamuondokea, na izza Allah anampa anayemtaka katika dunia yake. Lakini wa ahli al-maasi dairun alayhim libasu dhilla, watu wa maasi vazi la udhalili limewazingira. Kullu bihasbi isyanihi, na kila mmoja atapata udhalili kulingana na maasi yake yalivyo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad katika musnad wake, anasema waja'ala dhilla was-sigharu ala man khalafa amri, na Allah amejalia udhalili na udogo wa kutwezwa kwa yule atakaye khalifu amri yangu, akaasi. Ndugu zangu wa ahlu taa, watu wanaofanya taa, watu wanaomtii Allah, watiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hum ahlul izza, wao ndio watu wa utukufu, wao ndio wamehalalishiwa utukufu. Wa biqadri ta'atika ta'taz, kadiri utakapokuwa utiifu wako kwa Allah ndipo hivyo utakapokuwa na utukufu, kama anavyosema Allah walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin, utukufu ni wa Allah na mtume wake na waumini. Utukufu ni wa Allah na mtume wake na waumini. Hivi ndivyo ilivyo, na huu ni utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mwenyewe automatic, na anamvika mtu utukufu huo automatic kadri atakapokuwa na utiifu wa amri zake Allah
subhanahu wa ta'ala. Na utukufu huu huenda wanadamu wasiuone, lakini utukufu watauona malaika, lakini utukufu watauona viumbe mahayawani wasiotamka, wasiozungumza, lakini utukufu utaonekana hata kwa baadhi ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu jambo alilolisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo alilolisema Allah subhanahu wa ta'ala, alilisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haliwezi likaanguka chini, lazima litakuwepo. Mfano mzuri tukautoa, kwa nini mtu anayemtii Allah na utukufu wake unadhihiri kwa hata wale ambao hawawezi wakaona utukufu wa yote tofauti na mtu anamjua kama malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja fadhila za kukaa katika kikao cha kumtii Allah cha kielimu kama hiki cha dhikri, katika jumla ya aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa dhakarahumullahu fi man inda, wanaokaa katika vikao vya kheri kama hivyo Allah huwataja kwa wale malaika walio kwake kule, hamalatul arsh, walobeba arsh, anaitwa malaikul a'la, walio kule huwataja watu wao kwa malaika hao. Hivi unadhani kuna utukufu gani kuliko wewe kutajwa kwa jina lako na Allah? Sahaba mmoja alipoambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah ameniamrisha ufanye kadha wa kadha, sahaba alilia kwa machozi akasema, Rasulullah, Allah amenitaja kwa jina langu. Akasema, ndiye amekutaja kwa jina lako. Akalia kwa furaha, natajwa na Allah. Sasa hapa waliokaa katika vikao kama hivi vya ilmu, Allah anawataja kwa malaika jina mmoja kwa mmoja baada ya mwingine, fulani yumo, fulani yumo, fulani bin fulani yumo, fulani bin fulani, fulani bin fulani. Ndio hapo tukaambiwa katika hadithi al-Qudsi, man dhakarani bi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Atakayenitaja kwenye nafsi yake nitamtaja kwenye nafsi yangu. Wa man dhakarani fi mala'in, na atakayenitaja kwenye watu dhakartu fi mala'in khairin minhum, nitamtaja kwa waliokuwa bora kuliko hao. Nani? Malaikul a'la. Kwa ndugu zangu, ni heshima kubwa sana. Nani ataipata? Mwenye utajiri gani, mwenye cheo gani anaweza kupata heshima kama hiyo? Lakini wewe muumini mtiifu utaipata, na mengine mengi. Kwa hiyo izza na utukufu ni kwa mtiifu, licha huenda katika macho ya watu wa dunia usionekane hivyo. Mfano mzuri ni kwa mitume wa Allah na manabii wa Allah. Allah mtihani alioleta kwa wanadamu duniani, wale watu aliwaleta katika hali za kawaida kabisa. Walikuwa ni wanadamu wa kawaida kabisa, hawana makuu, hawana viburi, hawana utajiri mkubwa. Ni wachache waliopata utajiri kama na ufalme kama Nabii Suleiman alayhi salam na baba yake kidogo kwa kiasi fulani Daud, lakini pia na baadhi wachache, lakini walio wengi walikuwa na hali za kawaida kabisa, kiasi kama wale malakul a'la wa wale al-malak au mutrafin, wale watu ambao walikuwa ni watu wanaitwa al-malak, wale watu wenye heshima zao, watawala, matajiri, watu maarufu mashuhuri katika jamii zao, walikuwa kwa dharau, wanakuwa watu wa kawaida. Watu gani nyinyi, mna nini? Kuna nini wewe? Mtu gani wewe? Kwa hiyo ikawa kwamba naona katika sura ya kawaida kwamba ni watu walioduni, lakini ambia walikuwa heshima yao ikoje mbele ya Allah, mbele ya viumbe wa Allah. Mpaka mtu kama Karun aliyokuwa na utajiri uliokuwa unabebwa, manake ngamia wenye nguvu ndio walikuwa wanaweza kubeba funguo za mabohari yake magodauni yake yalikuwa anaweza, manake yalivyo funguo, ngamia wenye nguvu ndio alikuwa anaweza kubeba funguo zile, kwa namna ilivyokuwa ni mengi
yaani utajiri ulikuwa umepitiliza, lakini muangalie udhalili wake ulionekana mbele ya mtu aliyekuwa anaonekana ni wa chini duni wa kawaida. Musa alayhi salam, Musa alitoa amri kwa idhini ya Allah na yamwisha ardhi. Nani anaweza kayamwisha mti? Nani kayamwisha? Mmeze huyu ardhi katika meza, mtukufu ulioje. Mchukue ikamchukua, anabembeleza nalia, anaona mbega huko tena, paka ikameza kabisa. Lakini pia ulionekana utukufu wa Musa alayhi salam alipokuwa anaonekana mtu wa kawaida, siku ambapo anaweza kutiiwa na bahari kwa idhini ya Allah. Bahari kama bahari inakauka kwa amri ya mwanadamu, inabaki kuchikavu. Bahari, jeshi la Allah kubwa katika majeshi wa Allah kubwa duniani ni bahari. Ni miongoni mwa junudullah fil ardh, makubwa yaliyo wazi. Bahari ikiamua kuchafuka haibakizi kitu wala isasi, itaharibu kila kitu kwa muda mfupi kiwe kimebaki. Lakini angalia, ilitii amri Musa, akavuka na wana Israeli salama na amani. Lakini kwa Firauni aliyekuwa anaona ni mkubwa, ilikuwaje? Kazi ilikuwaje? Ilimtambua. Kwa hiyo utukufu wa kweli na heshima na izza ni kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa heshima hiyo utaheshimiwa hata viumbe wa Allah, lakini utaheshimiwa na malaika wa Allah, lakini utaheshimiwa na vitu vingine vyote. Kwa hiyo izza ni kwa watu wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika Qur'an, fa anta lazizu fi mujtama'ika. Hebu nenda kifua mbele, wewe mtiifu wa Allah, wewe muumini wa kweli, wewe ni mtukufu katika jamii yako. Faqjana kalimani mtulia bima'siyati. Hebu inamisha bega lako, kwa maana kwamba kuwa mnyenyekevu, usiende kwa nguvu, kuwa laini, muhurumie huyu mwenye maasi, usimwendee kwa maguvu na mabavu. Nenda naye taratibu, huyu ni mgonjwa wako, kwa kumfanyia dawa kwa hikma na kwa ulaini, lakini pia taratibu. Mwendee taratibu, usitake kumpa mambo mengi kwa muda mfupi. Nenda naye taratibu sana, lakini wala mihtiqar lahu, usimdharau, usimwonyeshe dharau ya wazi, ndio ni kosa. Lakini makathrati dua, ikiwa ni pamoja na kuomba sana dua, kumwombea kwa Allah amuongoze, muombe dua ya hidayah. Usitamani mtu adhibiwe, hakuna faida tukaipata hata akiadhibiwa mara nyingi. Itamani muombe Allah amuongoze, aokoke na moto, aingie peponi, aweze kusalimika na adhabu ya Allah. Sasa ikitokea sasa kadari ikatangulia akawa kufanikiwa, basi lakini jitahidi. Lakini kupitia njia hiyo, kwanza utaweza kuzipata nyoyo, na nyoyo zikishakubali itakuwa rahisi dawa zako kupenya, na hivyo huenda wengi wakaokoka na moto kupitia kwako, na hapo utakuwa umefanya jambo la maana na kheri kubwa itakuwa kwako. Angalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye tunamwiga, ni mfano mwema kumwiga sisi. Angalia pamoja na utukufu wake na heshima yake, nafasi yake ilipokuwa, lakini anakwenda kumtembelea Yahudi, kumwangalia kijana wake aliyehisi kwamba anaumwa, na kweli akafika kukuta anaumwa. Akamwambia, sema ashhadu an la ilaha illa Allah. Yule mtoto akaangalia kwenye uso wa baba yake kwamba anamruhusu, anakataa. Yule baba akasema, ati Abul Qasim, mtii Mtume, mtii. Naye akatamka shahada pale pale, roho ikakatika. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alhamdulillahi alladhi ankadahu bi minan nar, namshukuru Allah ambaye amemuokoa na moto wa jahannam kupitia mkononi mwako. Mtoto kijana mdogo, Mtume alikuwa ni wapi na wapi na mtoto, lakini hapana, nafsi kuona imepona na moto ilikuwa ni faraja kwake. Sasa sisi sote iwe hamu yetu kuona vipi watu watapona na moto wa jahannam. Sasa hilo halihitaji mabavu, halihitaji ngumi, halihitaji teke, halihitaji matusi, inahitaji maneno mazuri, inahitaji hekima, inahitaji kujipamba na tabia njema, inahitaji kujipamba na mwenendo mzuri,
Tunahitaji tuonekane sisi hata mtaani, tuonekane kweli sisi ni Waislamu. Tusiende kufanya vituko kule kukatia tamaa watu wengine. Tusiende kufanya vimwanga kule tutaonyesha kwamba sasa kwa tofauti gani kati ya sisi na wao. Ionekane kwamba kuna tofauti. Watu wana haja kuiona njia. Hali imechafuka sana. Watu wana mwelekeo. Lakini ukiona watu watakao hivi ambao ni modo kwao, itakuwa ni sababu ya kuwafanya waweze kusalimika biidhnillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tutosheke na kiasi hiki kwa leo. Allah tunamuomba tuwafikishe na kheri. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.